kwa ajili ya upendo wa Kristo. Wacha tumuinue, tumwambie anastahili. Wewe ni Jehova na kando na wewe hakuna mwingine. Hatujaweza kuona Mungu wa kulinganishwa na wewe. Hatujaweza kuona Mungu wa kufananishwa na wewe. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni mtawala wa amani. Wewe ni Mungu ambaye umeinuliwa hata kuliko miungu mingine. Tunaanguka mbele zako jioni ya leo tukuinue. Tunaanguka mbele zako tunene ukuu wako. Tunaanguka mbele zako jioni ya leo tukuinue, ni kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu ambaye huwezi ukafananishwa na chochote. Wewe ni Mungu ambaye Bwana hata ukuu wako hauna mfano. Jehova, wewe ni Mungu mwaminifu. Hatujaweza kuona Mungu aliye kama wewe. Unatupenda kwa upendo wa kitofauti. Unatupenda kwa upendo wa kitofauti. Jioni ya leo tumekubali Bwana hata kuingia katika nyumba yako tukuinue. Tumekubali kuingia katika nyumba yako. Tuseme ya kwamba unatosha. Tuseme ya kwamba hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe ni Mungu ambaye unasema unajua mwisho wetu hata wakati tuko mwanzo. Jehova, tukupatie nini jioni ya leo? Nikufananishe na nini Bwana wa mabwana? Nikulinganishe na nini Elkibo? Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwenye ukuu kama wako Jehova. Unasema ya kwamba kuaminika ni tabia yako. Wewe ni mwaminifu Bwana wa mabwana. Unaahidi na unatimiza kile ambacho umeahidi. Wewe ni Mungu ambaye huwezi ukabadilika. Wanadamu wanaweza wakaniahidi na wakabadilisha mawazo, lakini kile ambacho ninaelewa jioni ya leo ni ya kwamba tabia yako ni kuaminika. Hauwezi ukabadilisha kile ambacho umeahidi. Hauwezi ukabadilisha angano lako Bwana wa mabwana. Ahadi zako kwangu unaniambia ya kwamba ni kweli na amina kupitia kwa Kristo. Jioni ya leo nataka nikuinue. Jioni ya leo nataka nikuheshimu. Ni kwa maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna wa kutoshanisha na wewe Jehova Shalom. Wewe ni Mungu ambaye unaachilia amani hata ni kwa ajili ya watu wako. Wewe ni Mungu ambaye huwezi ukashindwa. Ni wewe ndiwe ambaye ulitutetea hata wakati tulipita kwenye vita, hata wakati tulipita kwenye mawimbi, hata wakati gharika iliinuka Bwana. Tazama ulikuwa pamoja nasi. Tazama ulitutetea Bwana wa mabwana. Tazama ni wewe Jehova ndiwe ambaye ulinipigania kwenye hizo vita. Nikupatie nini jioni ya leo? Nikufananisha na nini mfalme wa falme? Haingekuwa ni wewe Bwana, zile vita zingenishinda. Haingekuwa ni wewe Jehova kuhusika, hata yale mawimbi yangenimeza. Na ndipo jioni ya leo mfalme, ninaanguka mbele zako niseme unaweza. Ninaanguka mbele zako niseme unatosha. Ninaanguka mbele zako nikisema ya kwamba mtakatifu ni wewe Jehova. Mtakatifu ni wewe mfalme wa falme. Bwana, endelea kuinua sauti. Mwambie Bwana hatujaona mfano kama wake. Kwenye ile gharika alikubeba. Kwenye yale mawimbi aliinua viwango vyako. Kwenye zile vita alisimama kwa Jehova Sabaothi, ya kwamba yeye ni Mungu wa vita, ya kwamba yeye ni jemedari wa vita. Alisimama kama Elkibo ambaye ni Mungu hawezi akashindwa, ambaye ni Mungu mkuu kwenye vita. Mwambie Bwana, ingekuwa ni wewe kunisaidia, ningekuwa wapi wakati kama huu? Ingekuwa ni wewe Jehova kunisaidia kwenye zile vita, ningekuwa wapi mfalme wa falme? Tazama umenitetea. Tazama umenipigania Bwana. Tazama umetetea kanisa Jehova. Tazama umetuhifadhi. Tazama umetetea washirika wa haya madhabahu. Na ndipo ninaanguka mbele zako tu niseme ya kwamba unastahili. Niseme ya kwamba hakuna wa kufananishwa na wewe. Niseme ya kwamba wewe ni Jehova ambaye hakuna mfano wako.
juu mbinguni na hapa duniani, hata chini ya bahari. Jehova, hakuna mfano wako, mfalme wa falme. Ni kwa maana wewe ni mwenye nguvu, ni kwa maana wewe ni mwenye mamlaka, ni kwa maana wewe umejawa na ukuu. Ukuu wako unapita wa wasomi, ukuu wako unapita wa watawala wa hii dunia. Na ndipo Bwana mabwana, tumechagua kuangukia mikononi mwako jioni ya leo. Daudi anauliza, heri kuangukia mikononi mwako Jehova kuliko kuangukia mikononi mwa watesi wake. Nasi jioni ya leo Bwana mabwana, tunachagua kuangukia mikononi mwako kuliko kuangukia mikononi mwa adui. Ninachagua kuangukia mikononi mwako kuliko kuangukia mikononi mwa watesi wangu. Ni kwa maana mikononi mwako kuna huruma, ni kwa maana mikononi mwako kuna msamaha, ni kwa maana mikononi mwako kuna urejesho, ni kwa maana mikononi mwako kuna kubadilishwa, ni kwa maana mikononi mwako kuna kutiwa nguvu. Pendo mwambie Bwana, ninachagua kuangukia mikononi mwako. Haijalishi ni kipi ninapitia, haijalishi vita zimeinuka kiwango kigani, lakini kile ambacho ninachagua jioni ya leo, ninachagua kuangukia mikononi mwako, ninachagua kuangukia mikononi mwako. Ni kwa maana ni mikononi mwako Jehova nitakuwa salama, ni mikononi mwako mfalme nitakuwa salama. Mikononi mwa ndugu zetu sina tumaini, mikononi mwa marafiki sina tumaini, lakini mikononi mwako ninaelewa kuna tumaini. Ni kwa maana ni mikononi mwako niko salama. Ninachagua kuanguka kwako Bwana, ninachagua kuanguka kwako Bwana. Ni kwa maana kwako kuna kuhurumiwa, ni kwa maana kwako kuna kurejeshewa. Ninachagua mikononi mwako jioni ya leo. Hata watoto wangu ninawaweka mikononi mwako, biashara yangu ninaiweka mikononi mwako Jehova. Ni kwa maana mikononi mwako tuko salama. Hata Bwana mabwana, ninaweka huduma mikononi mwako Bwana mabwana. Tuende wapi tujifiche kutoka kwa uso wako? Tunachagua kuanguka kwako, tunachagua kuanguka kwako Bwana mabwana. Tunavua kila taji mbele zako, ndipasa ukapata kuinuliwa. Ni kwa maana ni wewe ndiwe uko na suluhisho, ni kwa ajili ya maisha yangu. Ni wewe ndiwe uko na suluhisho, hata ni kwa ajili ya kanisa lako. Ni wewe peke yake Bwana mabwana uko na suluhisho. Ni kwa ajili ya taifa la Kenya. Tunaweka taifa la Kenya mikononi mwako, tunaweka taifa la Kenya mikononi mwako. Hata wakati misukosuko inainuka kwenye taifa letu la Kenya, tunaelewa ya kwamba ni mikononi mwako tuko salama. Tunaelewa ni mikononi mwako tutapata tukiwa salama. Jehova, tunaanguka mbele zako tu, ni kwa maana tumechagua kwako. Tumeacha vingine vyote Bwana, tumechagua kuanguka kwako. Daudi akafika mahali akasema, heri siku moja kwenye nyumba yako kuliko maelfu kwingine. Nasi jioni ya leo tunachagua heri siku moja mbele zako, heri siku moja mbele zako Bwana. Wewe ambaye uko na hatima yetu, wewe ambaye unasema umetuandika kwenye kinganja cha mkono wako, tunachagua kwako jioni ya leo. Tunachagua kunyenyekea tu kwako tukuinue, tunachagua kunyenyekea kwako tukinena ukuu wako Jehova. Tunachagua kuvunjika mbele zako tukisema unaweza Bwana mabwana. Tumeingia katika nyumba yako, tunainua mikono yetu mbele zako, hata mioyo yetu tunainua kwako Bwana, hata sauti zetu tunainua kwako tukisema usalama wa kweli hakika unapatikana kwako Jehova. Tukisema tumetambua Bwana ya kwamba usalama wa kweli unapatikana kwako mfalme wa falme. Tunatangaza ya kwamba Bwana usalama wa kweli ni mikononi mwako. Tunaelewa Bwana mabwana ya kwamba usalama wa hakika unatoka kwako. Inuliwa na utukuke Jehova.
Jehova. Inuliwa na uheshimiwa Bwana mabwana. Wewe ambaye unachunguza mioyo ya watu wako, ni kwako tunaanguka jioni ya leo. Tunachagua kwako jioni ya leo. Tunachagua kuanguka mbele zako tukuinue. Pendo, inua sauti yako, mwambie Bwana, mimi kama Yuda, wakati wengine watalalamika, nimechagua kuabudu tu. Wakati wengine wanakata tamaa, nimechagua kuingia kwako ni kuabudu. Wakati wengine wanaona kushindwa, nimechagua ni kwako nitaingia ni kupatia ibada. Wakati wengine wanaona kufinyiliwa, nimechagua kuanguka mbele zako ni kupatia ibada. Ni kwa maana ni yako, ni kupatia ibada, ni kwa maana ni yako jioni ya leo. Nimeelewa siri ya kwamba katika ibada ninapokea nguvu kwenda vitani. Katika ibada ya kukuinua Jehova, kumbe pale ndipo ninapokea nguvu. Nani wa kutoshanishwa na wewe? Nani wa kulinganishwa na wewe jioni ya leo? Unastahili kuinuliwa, unastahili kuheshimiwa, mfalme wa falme. Kitabu cha Joshua 5, in the book of Joshua chapter number 5, the book of Joshua chapter 5 verse 9, nasema ya kwamba, then the Lord said to Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Again in the book of Joel chapter 2 verse 17. Joel chapter 2 verse 17. Nitasoma, let the priest who minister to the Lord weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach. Bwana Yesu atukuzwe. Ningependa kwa dakika chache mwambie Mungu, wacha ukaondoe ile aibu katika maisha yangu, na usije ukanipatia ule urithi ambao ni wa aibu. Kwa maana wakati mwingine tunajikuta ya kwamba tunapata aibu katika familia zetu, tunapata aibu kwenye watoto wetu, tunapata aibu hata kule ambako tunafanya kazi. Kiwango watu wanauliza kwa wapi Mungu wake. Kwa hivyo mara tena mwambie Bwana, ondoa ile aibu ambayo imekuwa ikinizunguka. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3, kuna mtu ambaye alikuwa anakaa kwenye lango ya hekalu ambayo ilikuwa inaitwa Beautiful Gate, lakini kwenye ile hali alikaa katika maisha ya kuombaomba. Watu walimwelewa maisha yake ni aibu na kuombaomba, lakini wakati Kristo alijidhihirisha ndani mwake kupitia kwa John na Petro, wakati walikuwa wanaingia hekaluni, aliweza kusimama na kuacha makao yake ya aibu, akarukaruka akiingia hekaluni. Kwa hivyo mara tena mwambie Bwana, wamenizoea kukaa katika kiti changu cha aibu, mahali ambapo wamepatia jina wakasema panaitwa mahali ambapo ni pazuri. Nimechoka kukaa kwenye ule mlango mzuri watu wakinihurumia. Nimechosheka kukaa kwenye mlango ambao unajulikana kama mzuri, ili hali maisha yangu ni ya kilio, ili hali maisha yangu ni ya kuteseka, ili hali maisha yangu ni ya kuomboleza. Bwana mabwana, ondoa aibu katika maisha yangu, ondoa aibu katika huduma yangu, ondoa aibu kwenye ndoa yangu. Mfalme wa falme, ninakulilia, ninakuja mbele zako nikiwa na ujasiri. Ni kwa maana mimi ni mwana na mrithi kwenye ufalme wako. Ninakuja mbele zako si kama slave, lakini ninakuja kama mwana. Ninakuja mbele zako nikijua ya kwamba mimi si mateka, lakini mimi ni mwana. Ondoa aibu kwenye maisha yangu, ondoa aibu kwenye maisha yetu, ondoa aibu Bwana mabwana. Hata kwenye ile biashara, ninakataa kufanya biashara ambayo ni ya kuhurumiwa. Ninakataa Bwana mabwana kukaa kwenye maisha ya kuhurumiwa kwa aibu. Ninakataa mfalme wa falme kukaa kwenye maisha ya aibu na kuhurumiwa. Niko mbele zako jioni ya leo, niko mbele zako Bwana mabwana. Ondoa aibu hata kwenye huduma, ondoa aibu kwenye huduma kule ambako umeandaa aibu. Tunakuja mbele zako Bwana mabwana.
Si ni wewe ndiwe ambaye umesema utatuondolea aibu ambayo inahitanishwa na Wamisri. Utatuondolea aibu na aibu haitakuwa urithi wetu. Sisi kama kanisa tunakataa, aibu haitakuwa urithi wetu. Aibu haitahitanishwa na sisi, aibu haitahitanishwa na haya madhabahu. Ni kwa maana wewe ni Mungu ambaye umenena na kile ambacho umenena. Wewe ni mwaminifu wa kutimiza. Ninakulilia jioni ya leo, ninakulilia jioni ya leo Bwana, mabwana, ondoa aibu hata kwenye ile familia. Tazama jinsi ambavyo wanakutumainia wakati huu. Wacha ukawaondolea aibu, waondolea aibu ya kukosa watoto, waondolea aibu Bwana hata ya kukosa kazi, waondolea aibu mfalme ya kuishi maisha ya kung'ang'ana. Ni kwa maana wewe ni Mungu. Unasema wewe ni Mungu ambaye unaona hata sirini Bwana. Unaelewa ni kitu gani ambacho kinaangaisha wateule wako. Unaelewa ni aibu gani. Hata wengine aibu zao ni za sirini, hata wengine aibu zile wanapitia ni za mambo yaliyo sirini Bwana. Hawawezi wakanena, hawawezi wakashiriki na mtu. Lakini Bwana, mabwana, ninakuja kwako. Ninasimama kwenye malango kwa niaba ya ninasimama kwenye malango Bwana kwa niaba ya mfalme. Nawasilisha kesi zao mbele zako. Ninawasilisha ile mateso, ninawasilisha ile aibu mbele zako. Ni kwa maana wewe ni Mungu ambaye unaondoa aibu. Mpendwa, itategemea ni kiwango gani utajiachilia mbele za Bwana. Wacha ukamimina moyo wako mbele za Bwana ukimaanisha. Ni kwa maana ni wewe ndiwe ambaye unaelewa aibu imekufinyilia chini kiwango gani, hayo mateso yamekukamata kiasi gani. Mwambie Bwana leo ni mwisho wake, mwambie Bwana leo ni mwisho wa aibu. Nimechoka kutulia kwenye mlango. Walinijua kuwa mimi ni omba, walinijua mimi ni omba kwenye mlango wa hekalu. Lakini ninaelewa Bwana, mabwana, wakati unajitokelezea, wakati unajidhihirisha, wakati ninakuwa naunguzwa na wewe, Jehova, unabadilisha ile hali. Jehova, unabadilisha ile hali. Unaondoa aibu, unaachilia heshima. Unaondoa aibu na kuachilia heshima. Tuko mbele zako Bwana, mabwana. Achilia heshima yako mahali hapa. Achilia heshima yako ni kwa ajili ya watu wako. Wacha ukawaheshimishe. Ni kwa maana wakati tunachekelewa ni jina lako linaaibika Bwana. Wakati tunakaa kwenye aibu ni jina lako linaaibika Bwana. Tuondoe aibu mfalme, tuondoe kwenye maisha ya aibu. Ni sawa walitujua sisi ni wa pale, lakini umenena nasi Bwana ya kwamba wewe ni Mungu unaondoa aibu, ya kwamba wewe ni Mungu unaondoa aibu. Ondoa aibu juu ya maisha ya mtu, ondoa aibu juu ya maisha ya mtu. Wacha ukampatia heshima, wacha ukamheshimisha Bwana. Ni kwa maana wewe ni Mungu ambaye unatuambia unaandaa meza mbele zetu machoni pa watesi wetu. Ninakulilia ni kwa ajili ya maisha ya mtu. Wacha ukamwandalie meza machoni pa watesi wake. Wacha ukamwandalie meza hata machoni pa watesi wake. Ni kwa maana wewe ni Mungu, hautoshanishwi na chochote, wala mfano wako hakuna Jehova. Ninajua ya kwamba wewe ni Mungu ambaye unajibu. Hata kabla tukamilisha kuomba ulisikia na ulijibu. Kwa jina la Yesu mtu aseme amina. Kuna roho ambayo inatutawala. Mara tena ningependa nikukaribisha siku ya 11 ambao tunaenda kuingia kwenye maombi kuzalisha kitu kwenye siku ya 11 yetu ya maombi.
siku yetu ni ya 11 ya maombi, na ninajua ya kwamba kuna kitu Mungu anaenda kuzalisha. Kwa hivyo usije ukachoka. Tazama aliye karibu na wewe, umwambie we are breaking through, ya kwamba tunaenda kupenyeza, ya kwamba ushindi utaenda kupatikana. Na kama hajakuelewa, mwambie mimi mwenyewe naenda kupenyeza, mimi mwenyewe naenda kujipenyeza. I am going to break through. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa maana ni siku yetu ya 11, na sisi hatujashindwa, na sisi hatujachoka. Inafika mahali wewe uelewe ile jambo ambayo inakusumbua kiwango gani. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa maana ile tatizo ambayo inakusumbua ni tofauti na ile tatizo ambayo inanisumbua. Ile tatizo ambayo inanisumbua ni tofauti na ile inakusumbua. Kwa hivyo itategemea, je, wewe utaamua uweze kusimama usongee mbele za Bwana ukiwasilisha ile tatizo njia gani? Bwana Yesu apewe sifa. Wanapeana mfano, nasema mtu ambaye anaumwa na siafu na mtu ambaye anatoroka mende, au ni watu tofauti. Ni kwa maana siafu inauma, unasikia uchungu, wewe ndiwe unaelewa kale kamzigo ambao umebeba kana kuemesha kiasi gani. Ni kwa maana kuna mtu amebeba Biblia na kuna mtu amebeba mitungi 2 za maji, au ni watu ambao wamebeba uzito ambao ni tofauti. Kwa hivyo songea mbele za Bwana ukimaanisha, ukimwambia Bwana, ninajua ya kwamba ni wewe peke yake uko na suluhisho ya maisha yangu, na ni wewe peke yake unaweza ukaniondolea ile aibu. Ni kwa maana labda kuna mahali umepandwa na wakanasema wewe unapatikananga kwenye ile eneo. Ni kwa maana walikuweka katika mahali pa kuomba, walikuweka katika mahali pa kufinyilika chini, na wanaelewa ya kwamba pale ndipo wanaweza wakakupata. Na hata wakati mwingine wakipiga simu wanauliza, je, uko pale pale tu? Bwana Yesu apewe sifa. Nimekataa kuulizwa kama niko pale pale tu. Ni kwa maana Kristo amenitoa katika siku ya 11. Kunaenda kutoka, na tunatoka tukiwa na ushindi, na tunatoka tukiwa na mali zetu na kile chetu ambacho shetani alikuwa amefinyilia chini. Mara tena ningependa tusongee mbele za Bwana jinsi ambavyo anasema the book of Leviticus chapter number 6 mstari wa 12, anasema moto uendelee ukawake madhabahuni bila kuzimia. Kwa hivyo mara tena songea mbele za Bwana, mwambie Bwana, ninakataa ule moto wangu kuzimia. Ninataka ukanijaze nguvu upya mara tena, moto wangu usije ukazima. Ni kwa maana wakati mwingine tunapata wengine wanapanda madhabahuni na kuni mpya za kuwakisha moto. Tunapata wengine wanaingia madhabahuni huku wamebeba kuni, lakini unaweza ukajikuta umeingia umebeba moto wa nyasi. Mwambie Bwana, moto wangu usije ukazimika, moto wangu usije ukazimika. Na ule moto ni Roho wa Bwana ndani mwako. Mwambie Bwana, usije ukakubali ule moto ndani mwangu ukaweza kuzimika. Wacha ukaachilie moto, ukaachilie moto ukawake, moto ukawake kwenye madhabahu ya moyo wangu, moto wa kiu chako, moto wa kukutafuta zaidi, moto wa kuanguka mbele zako, moto wa kunyenyekea zaidi mbele zako. Achilia moto Bwana, achilia moto wako ukawake, usije ukazimika. Ninakataa kutembea na majivu ya jana, ninakataa kutembea na majivu ya jana, yale majivu ambayo yako kwenye moyo wangu, ambayo yanaweza akazuia moto wako kuwaka kwenye madhabahu yangu. Mfalme, wacha ukaniondolee Bwana, Bwana niondolee, nipasa moto wako wangu ukaendelee kuwaka zaidi ndani mwangu. Nipasa moto wako ukaendelee kuwaka zaidi ndani mwangu. Nipasa moto wako usije ukazimika ndani mwangu. Wewe ni Mungu hauwezi ukalinganishwa. Nikipenda tusome katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter number 2 verse 9. 1 Corinthians 2:9. Inasema ya kwamba, but it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so one knows the things of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is of God. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko imetuambia ya kwamba hakuna sikio lishawahi kusikia kile Mungu ametuandalia, na hakuna macho ambayo imeshawahi kuona kile ambacho Mungu ametuandalia. Jioni ya leo niko na kiu ya kutamani kusikia sauti ya Bwana. Ni kwa maana sauti ni mingi na makelele ni mengi, lakini kile ambacho ninatamani jioni ya leo ni kusikia ile sauti ya Bwana ikiwa na uwazi, ikiwa clear. Nikaweza kusikia sauti ya Mungu ikiwa clear kwenye masikio yangu. Ni kwa maana nimesema ya kwamba sauti ni mingi ambazo zinanenwa na maneno ni mengi, lakini kile ambacho ninatamani jioni ya leo ni tusikie sauti ya Bwana. Mungu akaweze kunena nasi, akapata kunena na mioyo yetu, tusikie tu sauti yake peke yake. Ni kwa maana wakati ananena na wewe unapata kusikia, inamaanisha ya kwamba sikio yako ya nje imeunganika na sikio yake ya rohoni, ndiposa ukapate kuelewa kile ambacho Mungu ananena na wewe wakati fulani. Na hivyo wakati ambapo unasikia sauti ya Mungu hautamisi baraka zako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kwa dakika 5 tusongee mbele za Bwana. Mwambie Mungu, I want to hear your voice with clarity. Nataka nisikie sauti yako ikiwa wazi mbele zangu. Ninakataa kusikia makelele. Ninakataa kusikia sauti zingine ambazo zinaninenea kushindwa. Ninakataa kusikiza sauti ambazo zinanishusha moyo. Kile ambacho ninataka kusikia Bwana, ninisikie sauti yako peke yake. Kile ambacho ninatamani jioni ya leo ni nikasikia sauti yako Bwana ama Bwana. Ni kwa maana wakati ninasikia sauti yako sitaweza kupoteza baraka zangu. Wakati ninasikia sauti yako Bwana sitaweza kupotea. Wakati ninasikia sauti yako kwa uwazi sitaweza kuingia katika deception. Wakati ninasikia sauti yako Bwana nitapata kuenda kwa haraka. Bwana mwambie Bwana, nimekataa kusikia sauti za makelele. Nimekataa kusikia sauti za watu. Ninakataa kusikia kile ambacho wananena, lakini kile ambacho ninataka kusikia, nataka nisikie sauti yako Jehova. Ni kwa maana mahali sauti yako inanena kuna urejesho. Sauti yako inanena kurejeshewa. Sauti yako inanena kuinuliwa. Sauti yako inaachilia tumaini. Ninataka masikio yangu yakaunganike na masikio yako. Nataka moyo wangu ukaunganike na moyo wako. Ni kwa maana umeniambia ya kwamba kile ambacho umeniahidia hakuna sikio ambayo limeshawahi kukisikia na hakuna jicho ambayo limeshawahi kukiona. Kile ambacho umeniandalia Bwana ni mpaka wakati sikio yangu ya mwili itaunganika na sikio ya rohoni ndipo nitapata kukisikia. Ni mpaka wakati macho yangu ya nje itaunganika na macho ya rohoni nitaweza kuona kile ambacho umeniandalia jioni ya leo Bwana ama Bwana. Naunganisha haya masikio ya nje na masikio ya rohoni nikapata kusikia sauti yako kwa uwazi. Nikapata kusikia sauti yako kwa uwazi katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa kusikia sauti ambazo zinanena kushindwa. Ninakataa kusikia sauti ambazo zinanihubiria kushindwa. Nataka nikasikia sauti yako. Ni kwa maana sauti yako inasema ya kwamba wewe ndiwe ambaye uko na tumaini ya maisha yangu. Ni wewe ndiwe uko na suluhisho ya maisha yangu. Jehova, nataka nisikie sauti yako wakati ambapo unanena, moyo wangu ukapate kuelewa. Ni kwa maana wakati ninasikia sauti yako Bwana nitapata kupata ile kuelekezwa. Nitapata kupokea ile kuongozwa na wewe. Wakati nasikia sauti yako Jehova, mafanikio itakuwa kwenye maisha yangu. Ni kwa maana sauti yako haiwezi ikanena nikapotea. Sauti yako haiwezi ikanena amis. Sauti yako inanena kwa uhaki. Falme, nataka masikio yangu tu yakawe
yaunganishwe na yako. Nataka macho yangu yakaweke mtazamio kwako Bwana mabwana, ni kwa maana ni sauti yako ambayo inanena kuongozwa. Wakati nasikia sauti yako sitapotea, wakati nasikia sauti yako sitapoteza muda wangu, wakati nasikia sauti yako itanielekeza kwenye hatima yako, wakati nasikiliza sauti yako sitaelekea kujuta. Pendo, inua sauti, mwambie Bwana, ni sauti yako nataka kusikia, ni sauti yako nataka kusikia. Nataka nikasikia kile ambacho umeniandalia, nataka nikasikia kile ambacho umeniandalia. Ni kwa maana ni wewe peke yake uko na suluhisho, ni kwa maana ni wewe peke yake unaniwazia makuu na unaniwazia tofauti Bwana. Nataka nikasikie sauti yako peke yako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Kuna kitu ambayo inaitwa roho ya neema. Katika kitabu cha Zekaria 4:6 mpaka mstari wa 9. The book of Zechariah chapter 4 verse 6. Zechariah 4, nitaanza kusoma kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 9. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by mighty, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountains, before Zerubbabel? You shall become plain, and he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to read. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, the hands of Zerubbabel have laid foundation of this temple, his hands shall also finish it. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna kitu ambacho inaitwa neema. Neema ama roho ya kupokea ile neema. Na jioni ya leo ningependa tumwambie Mungu akaachilie neema ya kupigana na ule upinzani ambao unakuzuilia kufika kule ambako unaenda. Mwambie Bwana, achilia neema katika maisha yangu ya kuweza kupigana na ile kitu ambayo inasema haiwezekani kwangu. Achilia neema Bwana nikaweze kutake over. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie Bwana, achilia grace ikapate kutake over katika maisha yangu, ni kwa maana bila neema sitaweza. Kwa hivyo kwa dakika 2 tumwambie Bwana tunahitaji neema yake tu. Ni kwa maana ni neema yake itatubeba, ni neema yake itatufikisha kule tunaenda. Ni neema yako Bwana ama Bwana itatufikisha kule tunaenda. Ni neema yako Bwana ama Bwana itatuelekeza kwenye hatima yetu. Bwana ama Bwana, achilia neema yako tu ikapigane na ule upinzani ambao unanizuilia kufika kwenye hatima yangu. Achilia neema yako mfalme ikaachilia uwezekano kwa kile ambacho wamesema hakiwezekani hata katika maisha yetu. Achilia neema yako kwenye haya madhabahu ikapigana na kile ambacho kinasema haiwezekani sisi tukafika pale. Achilia neema yako Bwana ikapigana na ule upinzani ambao umeinuliwa kutushusha chini, ambao umeinuliwa kusema ya kwamba haiwezekani. Bwana, achilia neema ya kung'oa ile milima ambayo imetuzuilia kusonga. Umetuambia ya kwamba ile milima itafanywa tambarare, ile milima ya kupungukiwa Yesu wacha ukaifanya tambarare. Ile milima Bwana ya kung'ang'ana kwenye huduma jioni ya leo wacha ukaifanya tambarare. Ile milima ya kukaukiwa kwenye maisha yetu wacha ukaifanya tambarare. Bwana, ni wewe ndiwe ambaye ulikuwa unanena na Zerubabeli, na ninaelewa unanena nasi ya kwamba si kwa nguvu, si kwa uwezo, bali ni kupitia kwa Roho wako. Roho wako na neema ya kung'oa kila milima ya kusema haiwezekani. Ni Roho wako ambaye ako na ile neema ya kutupeleka kule ambako tunaenda. Ni Roho wako Bwana ako na neema ya kutuondolea zile vizuizi. Sisi kama kanisa Bwana, wachilia nguvu zako zikaondoe kila kizuizi. Wachilia nguvu zako zikaachilia utele hata katika maisha ya washirika. Ni kwa maana ni neema yako imejaa utele, ni neema yako imejaa utele. Na ndipo Paulo anafika mahali anasema ya kwamba neema yako inatosha.
Wacha neema yako ikatoshe, neema yako ikatoshe kanisa, neema yako ikatoshe washirika, neema yako ikatoshe Bwana. Ile neema inapatikana kwenye Roho yako ambayo umetuambia ni yako na uwezo ya kung'oa ile milima ambayo imetuzuilia kwenda, milima ambayo imetuzuilia kufika ng'ambo nyingine, milima ambayo imetuzuilia hata kufika kule ambako ulipanga tufike. Jioni ya leo tunasema ni wakati wa ile milima kuondolewa, ni wakati wa ile milima kufanya tambarare, milima ya watoto wetu kuzuiliwa hata katika masomo yao. Wewe unatuambia ya kwamba wewe ni vichwa, milima ya kukamata akili zao wasije wakaelewa kile wanafundishwa. Tunatangaza ile milima ifanye tambarare, ile milima ifanye tambarare, na si kwa nguvu zetu, ni kwa Roho wako Bwana, Roho wako ambaye anaweza yote, Roho wako ambaye ako na nguvu hata ya kujenga upya. Ndiye tunamuita jioni ya leo, ni kwa maana neema yako ambayo iko ndani ya Roho wako inatosha ikaachilia utele hata katika nyumba zetu, ikaachilia utele katika maisha yetu Bwana. Ile neema yako Bwana ambayo inatosha ikatusaidia kuendanisha na wewe hata kwenye maombi ya siku 40. Ile neema Bwana ikang'oa mlima wa kushindwa na mfungo, ikang'oa neema, ikang'oa milima ya kushindwa na mfungo njiani. Tunahitaji neema yako Bwana. Bila neema yako hatuwezi, bila neema yako tumetambua hatuwezi. Tunahitaji neema yako tu, tunahitaji neema yako peke yake Bwana. Neema yako ikatubebe na ikatutoshe. Kwa jina la Yesu mtu aseme amina. Ningependa upigie Bwana Yesu makofi na usalimie aliye karibu na wewe, umwambie neema inatosha wakati tunaenda kujipenyeza. The grace is sufficient as we are going to break through. Kwa hivyo neema inatosha wakati tunaenda kujipenyeza. Neema inatosha wakati tunaenda kuingia kwenye upenyo wetu. Neema inatosha wakati tunaingia hata kwenye siku ya 11 ya maombi tunaenda kuimaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Jioni ya leo nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ningependa nishukuru Baba wa haya madhabahu pamoja na mama yangu kwa ajili ya kunipea hii nafasi kuhudumu siku ya leo. Ninaheshimu mafuta na ninaheshimu upako ambao uko juu yenu. Nasikia kuheshimika, kwa hivyo Mungu awabariki. Jioni ya leo ningependa nishiriki neno fupi. Ni kwa maana kila wakati Mungu hawezi akatukusanya pasipo na sababu. Kwa hivyo kuna kitu Mungu ametuandalia jioni ya leo. Kwa hivyo ningependa uende na pamoja na mimi katika kitabu cha 1 Samuel chapter number 4. The book of 1 Samuel chapter number 4. Nitaanza kusoma kuanzia mstari wa 12 na sitasoma yote 12 mpaka 22. Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapter number 4. Mungu anaenda kututia nguvu zaidi, na ni neema yake imetubeba kufika hapo tumefika. Si kwa nguvu zetu wala uwezo wetu, lakini ni kwa Roho wa Mungu aliye ndani ya ile neema ambaye anaachilia ile neema. Kwa hivyo ningependa kuzungumzia kitu, mada yangu nimeipatia ya glory in carrying God's presence. Ya kwamba ile neema ambayo inakuja wakati ambapo unabeba Roho wa Bwana. Niko hapa nikwambie jioni ya leo, wakati ambapo unabeba Roho wa Bwana, kuna utukufu fulani ambao unaingia kwenye maisha yako. Na wakati ambapo unabeba uwepo wa Bwana, ni yule Roho wa Bwana ndani yako mpendwa. Kwa hivyo hizi siku ambazo zimebakia, tamani kupokea Roho wa Bwana akatulie ndani mwako. Kuna jambo huwa napenda kusema, ni tofauti kupokea Roho na ni tofauti kumaintain ile Roho itulie ndani mwako isije ikaondoka. Ni kwa maana Roho wa Bwana anaweza akaingia ndani mwako kwa dakika chache na akaondoka. Lakini kile cha dhamana, it is for you to maintain that spirit
inside you. Kwa hivyo God's presence is the Holy Spirit in you, ama ni kile kipande cha Mungu ndani mwako, ndicho tunakiita uwepo wa Bwana. Na nitakupatia mfano mfupi. Wakati mama ako mahali na mtoto wake ako kwenye tatizo, kitu ambacho ninaelewa ni ya kwamba mama anahisi ya kwamba mtoto wake ako kwenye tatizo, ama mtoto wake ako kwenye hatari, na hata anaweza akapiga simu. Ni kwa maana kuna kipande cha mtoto ndani ya mama. Hata wakati alizaliwa kuna kipande chake labda kilibaki kwenye tumbo ya mama, na pia kuna kipande cha mama kilienda na yule mtoto. Kwa hivyo wamebond sana, wako katika strong bond. Anaweza akaelewa mtoto wake ako kwenye tatizo kuliko baba. Na hivyo ndivyo Roho wa Bwana, ama hivyo ndivyo Mungu. Ni kwa maana wakati tuko na Roho wake, tuko na kipande chake, ama kuna sehemu ya Mungu imeingizwa ndani mwetu, na hivyo Mungu ataelewa na ataweza kutambua hata wakati tuko kwenye tatizo. Bwana Yesu atukuzwe. Ni kwa maana tuko na sehemu yake, ni kwa maana tuko na kipande chake. Kwa hivyo nitasoma aya maandiko from verse 12. Then a man of Benjamin ran from the battle line and the same day, and came to Shiloh with the cloth stone and dirty on his head. Now when he came, there was Eli sitting on a seat by the wayside watching. For his heart trembled for the ark of God. And when the man came into the city and told it, all the city cried out. When Eli heard the noise of the outcry, he said, "What does the sound of this tumult mean?" And the man came hastily and told Eli. Eli was 98 years old, and his eyes were so dim that he could not see. Then the man said to Eli, "I am he who came from the battle, and I fled today from the battle line." And he said, "What happened, my son?" So the messenger answered and said, "Israel has fled before the Philistines, and there has been a great slaughter among the people. Also your two sons, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God has been captured." Then it happened, when he made mention of the ark of God, Eli fell off the seat backward by the side of the gate, and his neck was broken, and he died, for the man was old and heavy, and he had judged Israel 40 years. Verse 19. Now his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child due to be delivered, and when she heard the news that the ark of God was captured, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and gave birth, for her labor pains came upon her. And about the time of her death, the woman who stood by her said to her, "Do not fear, for you have borne a son." But she did not answer, nor did she regard it. Then she named the child Ichabod, saying, the glory has departed from Israel, because the ark of God had been captured. Let me repeat verse 21. Then she named the child Ichabod, saying, the glory has departed from Israel, because the ark of God had been captured, and because of her father-in-law and husband. And she said, the glory has departed from Israel, for the ark of God had been captured. Bwana Yesu apewe sifa. Ni maandiko ambayo yanatufundisha kitu moja ningependa uelewe, ni ya kwamba wakati unaona the ark of God, unaelewa ya kwamba ni uwepo wa Mungu ambao in the Old Testament the presence of God dwelt in the Ark of Covenant, lakini in the New Testament the presence of God dwells inside us. Kwa hivyo katika Agano ya Kale uwepo wa Bwana uliweza kutulia kwenye sanduku ya Agano, ambayo ile sanduku ya Agano ilikuwa inawekwa kwenye tent. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo jioni ya leo jielewe ya kwamba we are not there in the Old Testament. Kwa hivyo wewe mwenyewe, you are the carrier of the Ark of Covenant, and the Ark of Covenant is the Spirit of God. Kwa hivyo ndani mwako wewe ndiwe ile hema ambayo ilikuwa inatumiwa wakati wa Agano ya Kale kuweka
ule uwepo wa Mungu ambao ulikuwa unakaa kwenye sanduku la agano. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo jioni ya leo tunaona ya kwamba wana wa Israeli wakawa wana vita na Wafilisti, lakini wakati wakiwa kwenye zile vita wakaona waendee ile sanduku ya agano, wakuja waiweke kwenye hema yao, angalau wakaweze kupata ushindi. Ni kwa maana walielewa ile agano ama ile sanduku la agano ni uwepo wa Mungu ndani mwao. Walielewa kwamba wakati wako na uwepo wa Bwana kuna ushindi unaweza ukapatikana. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo jioni ya leo mpendwa, wakati ambapo unatembea ukiwa na uwepo wa Bwana ndani mwako, kuna ushindi ambao unaweza ukapatikana, na ule ushindi ni hakikisho, si wa kutapatapa ama kutangatanga. Wakati unatembea umebeba uwepo wa Bwana, ushindi ni hakikisho, ni kwa ajili ya maisha yako. Ni kwa maana wana wa Israeli wakaona waendee ile sanduku ya agano, waingize kambini. Ule ni mstari wa 6. Wakaenda wakachukua sanduku ya agano, wakaingiza kwenye kambi yao. Hivyo Wafilisti wakasikia wana wa Israeli wanashangilia sana, wakaelewa ya kwamba wamemleta ule Mungu wao ambaye aliwaokoa kutoka kwenye mikono ya wana wa Misri. Now when the Philistines heard the noise of the shout, they said, "What is the sound of this great shout in the camp of the Hebrews men?" Then they understood the ark of the Lord and come to the camp. Verse 7. Walielewa ya kwamba ule uwepo wa Mungu, hawa watu wameenda wakaleta uwepo wa Mungu wao kwenye hema yao. Kwa hivyo tayari wako na ushindi ndani mwao. So the Philistines were afraid, for they said, "God has come into the camp," and they said, "Woe to us, for such a thing has never happened before." Kwa hivyo wakati ambapo unapokea ule roho wa Bwana unatisha pia maadui. Ni kwa maana wakati unatembea na uwepo wa Bwana maadui wanatetemeka, jinsi ambavyo tunaona Wafilisti walitetemeka wakasema ole wetu. Ni kwa maana wako na Mungu wao kwenye kambi yao. Kwa hivyo tayari wametushinda, ama ushindi ni hakikisho kwa ajili ya maisha yao. Lakini niko hapa nikwambie jioni ya leo mpendwa, kile cha dhamana ambacho uwezi ukakubali kunyang'anywa ni ule uwepo wa Bwana ndani mwako. Ni kwa maana wakati uwepo wa Bwana unaondoka ndani mwako, kile ambacho kinaingia ni ile kudharaulika, na ule utukufu wa Bwana unapata kuondoka ndani mwako mpendwa. Kwa hivyo jioni ya leo tunaelewa ya kwamba hawa wana wa Israeli wakati sanduku la agano liliondolewa kwao, kuna watu walikuwa kwenye vita. Wana wa Eli wote wawili, Ofni na Finea, wote waliweza kuuliwa, na sanduku la agano likachukuliwa mateka na kuchukuliwa na Wafilisti. Na wakaelewa ya kwamba tayari jinsi ambavyo tumeweza kuwapokonya ule uwepo wa Mungu wao katikati yao, tumeshawamaliza, na tayari ushindi ni wetu, sio wao. Bwana Yesu apewe sifa. Na maandiko inatuambia ya kwamba kuna watu walirudisha ile ripoti kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Eli. Ni kwa maana maandiko inatuambia ya kwamba alikuwa amekaa nje akingojea kusikia hata ushindi wa wana wa Israeli. Lakini yule ambaye alimletea habari alimwambia ya kwamba tayari wanao wawili wameshauliwa, na pia sanduku la agano limechukuliwa. Niko hapa nikwambie kile ambacho kiliweza kuangusha mtumishi wa Mungu afariki, hata si habari ya kuwa watoto wake wameuliwa. Ni kwa maana tunaona amemwambia watoto wako wawili wameuliwa, Ofni na Finea, lakini sanduku ya agano, wakati Eli alisikia ya kwamba sanduku ya agano ambayo inaashiria uwepo wa Bwana katikati yao imeondolewa, aliweza kuanguka chini na akaweza kuvunjika shingo. Ni kwa maana alikuwa ni mzee, na maandiko inatuambia alikuwa na uzito wa mwili. Kwa hivyo shingo yake ikavunjika na akakufa. Ni kwa maana ameelewa ya kwamba uwepo wa Mungu umeondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati uwepo wa Mungu unaondoka, pia utukufu wake unaondoka, na kushindwa kunaingia katika maisha ya mtu. Kwa hivyo Eli alielewa tayari Israeli wameshindwa, ni kwa maana tayari hawana uwepo wa Mungu katikati yao. Na pia kuna mama ambaye ni mkaza mwana wa Eli, mke wa Finea. Maandiko inatuambia ya kwamba alikuwa na ujauzito karibu kujifungua, lakini wakati habari zilikuja akaambiwa mume wako ameshafariki kwenye vita, na pia ndugu ya mume wako amefariki kwenye vita. Hiyo haikujalisha yule mwanamke, lakini wakati alisikia ya kwamba pia sanduku la agano imeshaondolewa katikati mwao, maandiko inatuambia ya kwamba alipata ule uchungu wa kujifungua, na akajifungua premature, yani
akazaa mapema, na akasema ya kwamba ule mtoto ataitwa Ichabod, ile ambayo inamaanisha ya kwamba the glory has departed. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kumbe wakati uwepo wa Mungu unaondoka, pia kuna utukufu unaondoka kwenye maisha yetu. Kumbe wakati uwepo wa Mungu unaondoka katika maisha ya mtu, kushindwa kunaingia katika maisha yake. Nipate wapi mtu ambaye jioni ya leo anasema ya kwamba kile ambacho cha dhamana nitashikilia, kile ambacho cha dhamana nitashikilia, nisije nikapokonywa ni ule uwepo wa Mungu ndani mwangu. Ni kwa maana ule uwepo wa Mungu unaashiria roho ya Bwana, na wewe ni neema ya kubeba ile roho ya Bwana ndani mwako. Ninakubali hata ndoa iishe, ninyang'anywe ule mke ama ule mume. Ninakubali hata kazi yangu ninyang'anywe, lakini nisije nikanyang'anywa kipande cha Mungu. Ni kwa maana wakati kipande cha Mungu kinaondoka, kushindwa kunaingia, na unafanana na kondoo ambaye haina mchungaji, na unafanana na kile chakula baridi ambaye hata inzi anaweza akatua juu na akachezea. Ni kwa maana wakati wapo wa Mungu uko ndani mwako, unakuwa moto, na hakuna inzi itachezea juu yako, hakuna pepo itakuchezea. Kumbe wakati tulianza kudharaulika, kumbe wakati tumeanza kupitia mambo magumu na vita haziishi, kumbe ni uwepo wa Mungu uliondoka na ule utukufu ukaondoka ndani mwetu. Nipate wapi mtu ambaye atasema kama huyu mama, kile ambacho kitanitisha kwenye maisha yangu ni ule uwepo wa Mungu kuniondokea, ni utukufu wa Bwana kuondoka. Ni kwa maana wakati utukufu wa Mungu unaondoka, kuna kuteteka na kung'ang'ana. Bwana Yesu apewe sifa. Angano ya kale roho wa Bwana anaishi, akitembezwa, wakitembea tu na yeye hapa kwa hapa. Lakini ashukuriwe Bwana, wakati huu ambao ni Agano Jipya, sisi tunatembea na ule uwepo ukiwa ndani mwetu, tunatembea na ule ufalme ukiwa umeingia ndani mwetu. Nisikie mtu akiambia mtu, nimebeba kingdom ndani mwangu. Ni kwa maana ile kingdom nimebeba ni kwa sababu nimebeba kipande cha ule ufalme ndani mwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Uwepo wa Mungu ukiondoka, utukufu wake unaondoka pia. Nafurahishwa na yule mwanamke, ni kwa maana wakati alisikia mume wake ameuliwa kwenye vita, haikumtisha. Wakati alisikia pia father in law amekufa, haikumtisha. Lakini kile kilichomtisha ni kusikia ya kwamba uwepo wa Mungu umeondoka Israeli. Akaelewa pale hakuna ushindi tena, akaelewa pale tutateseka na tutateseka mikononi mwa Wafilisti. Ni kwa maana Mungu tayari hayuko pamoja nasi. Nipate wapi mtu jioni ya leo ambaye anasema mimi nitatembea na roho wa Bwana? Ni kwa maana roho wa Bwana hapendezwi na urembo wetu, roho wa Bwana hapendezwi na ile level ya masomo yetu. Roho wa Bwana hachagui masomo ukafika wapi ndipo akapate kutulia ndani mwako, lakini roho wa Bwana anaingia mahali ambapo anakubaliwa, na kile ambacho umebeba ndicho kinaonyesha udhamana wako, sio kile ambacho utaonyesha mbele za watu. Kwa hivyo mpendo, ukibeba roho wa Bwana utatokea ukiwa wa udhamana zaidi kuliko ukitembea bila roho wa Bwana. Ukitembea ukiwa na roho wa Bwana, kuna utukufu fulani ambao utatembea nao kama wana wa Israeli. Ni kwa maana wakati walitembea na utukufu wa Bwana, hakukuwa na hiyo jina Ichabod. Walikuwa wanatembea wakiujua wako na Mungu ndani mwao, na ushindi ni hakikisho, ni kwa ajili ya maisha yao. Ni kwa maana wakati mwingine tunakosa kupenya, ni kwa maana ule utukufu Mungu ameondoa wakati roho wake alitoka, ndipo utukufu uliondoka kwenye hema zetu, ambazo hema ni mioyo yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kupokea roho wa Bwana ni jambo nyingine, na kumaintain roho wa Bwana ni jambo nyingine. Kwa sekunde moja unaweza ukapokea roho wa Bwana, na baada ya dakika 2 hauna ule roho wa Bwana. Kwa hivyo kile cha dhamana ni to maintain, ndipo ule ushindi ukapata kuwa hakikisho kwetu wakati ambako tuko kwenye hizi siku 40 za maombi. Ni kwa maana maandiko inatuambia in the book of Isaiah chapter 49 verse 3, inasema ya kwamba you are my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Kwa hivyo wewe, jinsi ambavyo wewe ni mtumishi wa Mungu, Mungu anataka ajitukuze juu yako kupitia kwa ule roho wake. Na Mungu hatajitukuza kama hauna kipande chake ndani mwako. Mungu hataweza kujitukuza ndani mwako kama hauna sanduku ya agano ndani mwako. Ni kwa maana sanduku ya agano inaashiria ushindi, na ni ushindi ambao hauwezi ukakuwa replaced.
Bwana Yesu apewe sifa. Ni ushindi ambao hauwezi ukakuwa replaced, kwa maana Roho wa Bwana hawezi akakuwa replaced. Na wakati mwingine tunafundishwa hapa tukaambiwa there is no place of vacuum. Kwa hivyo labda umejazwa na ile uwepo wa Mungu. Anatunenea kwa uzito, anatuambia ya kwamba ni lazima ukuwe na kipande chake ndani mwako ikiwa ushindi utaenda kuwa upande wako. Anakuambia ya kwamba amekuita wewe na jina yako, na anasema ya kwamba ataenda kujitukuza kwa ajili ya maisha yako. Ataenda kujitukuza hata kwenye ile tatizo ambao unapitia, na hakutakuwa Ichabod katika maisha yako, kwa maana ushindi utaenda kupatikana. Kile ambacho kinanifurahisha ni ya kwamba the point of concern ya huyu mwanamke haikukuwa ati mume wangu ameshafariki, baba mkwe ameshafariki, lakini uwepo wa Bwana umetuondokea jamani. Kwa hivyo kuna kushindwa, kwa hivyo kuna kung'ang'ana, kwa hivyo kuna kuteseka mikononi mwa adui. Ni kwa maana ule uwepo wa Mungu umeondoka ndani mwetu. Ni kwa maana wakati uwepo wa Mungu unaondoka, hakuna kibali juu ya maisha yetu, na hakuna utukufu wa Bwana juu ya maisha yetu. Kwa hivyo kile kinakuja, unapata hata zile mapepo ndogo ndogo zinatua juu yako, umefanana na ile chakula ambacho ni baridi cha kuchezewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa dakika 2 ningeomba tusimame kwenye miguu zetu, tumwambie Bwana, usije ukaondoka ndani mwangu, usije ukakubali ule utukufu wako ukaondoka ndani mwangu. Ni kwa maana nimeelewa jioni ya leo ya kwamba udhamana wangu unatokana na kile nimebeba. Tazama mtumishi wa Mungu Musa, ni sawa alikuwa na tatizo ya kunena, lakini jinsi ambavyo alibeba kipande cha Mungu akamwambia Mungu, ni sawa nitume, nitaenda kule ambako umenituma, sitajichagulia, lakini sitaondoka bila kipande chako kuwa nami. Na wakati Musa ambaye alipokea kipande cha Mungu, tunaona licha ya kuwa alikuwa na udhaifu wa kunena, Mungu alitumia ile huduma yake kwa hali ya ukuu sana. Katika ule udhaifu wako mpendwa, mwambie Bwana, kipande chako kikanidhibitishe, kipande chako kikaachilia utukufu kwangu. Ni kwa maana Musa alitembea na Mungu akiwa na utukufu wa Mungu, akiwa na kipande cha Mungu ambacho kilimpatia utukufu. Hata akapokea kibali machoni pa Farao, akapokea kibali hata katika vita jangwani wakipigana na wale majitu, waliweza kupokea ushindi. Ni kwa sababu alikuwa na kipande cha Mungu. Ni kwa maana hakutembea bure, lakini alitembea na kipande cha Mungu. Na ndipo Mungu anasema, ikiwa mtumishi wangu wa Musa ako hai, ninaelewa ni kigugumizi, ninaelewa hawezi akanena, lakini sitanena na mwingine, ili alimtumishi wangu Musa ako hai. Mwambie Bwana, nitumie, fanya huduma yangu ikawa effective hata katika udhaifu wangu. Fanya familia yangu ikasimame hata katika udhaifu wangu. Achilia Roho wako ndiye msaada wangu, akanisaidia pale. Ni kwa maana wakati Musa alianga, ndio tunaona Mungu anasimamisha Joshua mwana wa Nuni, anamwambia uko na sehemu ya Musa. Kuna kipande cha Musa pia kilianguka ndani mwako, na ni wewe ndiwe utaweza kubeba ile huduma ya Musa. Ni wewe ndiwe utaongoza wana wa Israeli. Joshua na Kalebu wakiwa na kipande tofauti, wakiwa na sehemu ya Mungu, waliweza kuona majitu kama chakula, waliweza kuona ushindi hata pale ambapo kunaonekana haiwezekani. Mwambie Bwana, hiyo ninaona haiwezekani, lakini ninaelewa nikitembea na sehemu yako, ushindi wako ni hakikisho. Usije ukaondoka ndani mwangu. Ni kwa maana ukiondoka ndani mwangu nitaenda wapi? Ukiniacha nitaenda wapi? Ukiniacha nitaitwa nani? Usije ukaniacha baba yangu, usije ukatuacha kama kanisa, usije ukaondoka ndani mwetu. Ukiondoka ndani mwetu tutashindwa, ukiondoka ndani mwetu tutang'ang'ana, ukiondoka ndani mwetu aibu itatupata. Jehova, achilia ushindi wako kupitia kwa kipande chako, utukufu wako ukaonekane kwetu. Tusije tukaenda watu hawana utukufu, tusije tukaenda watu hawana kibali. Ni kwa maana wakati unaondoa kipande chako, utukufu na kibali zinaenda. Wakati unaondoa kipande chako, tunatembea tukilia, tunatembea tukilalamika. Achilia kipande chako.
Pendo, mwambie Bwana katika huo udhaifu, achilia Roho wako akadhibitike. Hata katika udhaifu wangu, ninajua mimi ni mdhaifu, ninajua ya kwamba mimi ni mdhaifu, lakini katika udhaifu wangu ukichanganywa na kipande chako Bwana, ni ushindi unaonekana, ni ushindi unadhihirika kwenye huduma yangu, kwenye familia yangu, kwenye kazi yangu. Jehova, unaona ule udhaifu Bwana, lakini kwenye udhaifu wangu kama mtumishi wako Musa, achilia kipande chako, achilia kipande chako, kikaachilia utukufu wako, kikaachilia kibali chako, kikanipatia hata kukubalika, kikanipatia kukubalika. Kumbe nimetembelea kwa kudharaulika Bwana, ni kwa maana utukufu wako umeondoka. Rejesha utukufu wako hata kwenye kanisa, rejesha utukufu wako kwenye kanisa, rejesha sehemu yako Jehova kwenye washirika wa huduma, rejesha kipande chako Bwana hata kwenye watoto wadogo, wakapokea Roho wako, wasije wakabadilishiwa kwenye masomo, wakapokea Roho wako Jehova, wasije wakabadilishiwa kwenye masomo. Kile ambacho tunahitaji Bwana, usije ukaondoa utukufu wako kwetu. Pendo, mwambie Bwana, usije ukaondoa utukufu wako kwangu. Ukiondoa ule utukufu